Mtazamaji wa PMTV Tanzania, karibu katika update za PMTV. Niko hapa tena kukujuza mengi zaidi. Asante kwa wewe ambaye umekuwa ukifuatilia taarifa zetu kwa ukaribu zaidi. Lakini pia nikukumbushe PMBet mambo mazuri siku ya kesho, Ijumaa kesho kutwa kuna draw kubwa ya Toyota IST kutoka kwenye promotion ya Super Royal Sports. Kwa hiyo jiandae tu na wewe, kama unabashiri ama bashiri zaidi utengeneze nafasi ya kuwa sehemu ya wanaowania ushindi huo. Sasa muda huu ninayo update kutoka huko Sudani Kaskazini, ambapo Sudani Kaskazini imewekwa kuwa nchi ya kwanza katika orodha ya mataifa 20 duniani yaliyopo katika hali ya dharura kutokana na ongezeko la migogoro ya kibinadamu inayotazamiwa kuwa juu zaidi ifikapo mwaka 2026. Orodha hiyo ya kila mwaka imetolewa mapema Disemba 17, 2025 na kamati ya kimataifa ya harakati za uokozi IRC, ambayo pia imesema hali hiyo imechochewa na upungufu wa msaada wa kibinadamu kwa 50% katika mataifa yenye migogoro. Orodha hiyo imeyataja maeneo ya Palestina, Ethiopia, Haiti, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, lakini pia Lebanon na Ukraine kuwa yapo katika orodha hiyo. Syria na Yemen ambazo zilikumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa zaidi ya mwongo mmoja pia ziko kwenye orodha hiyo. Kwa mujibu wa vyombo vilivyoinukuu IRC, mataifa hayo yanayoongozwa na Sudani yanawakilisha 89% ya watu wenye mahitaji maalum duniani kote, pamoja na watu milioni 117 waliokimbia makazi yao. Aidha, Radio France International imemnukuu mkurugenzi wa IRC David Wilband akisema orodha ya mwaka huu ni ushuhuda wa shida na matatizo, lakini pia inatumika kama onyo kwa maeneo husika na dunia kuchukua tahadhari. Ikumbukwe kuwa Sudani iliingia katika machafuko mwezi Aprili mwaka 2023 wakati mzozo wa madaraka kati ya jeshi na vikosi vya msaada wa haraka RSF ulipogeuka kuwa mapigano kamili. Sudani, taifa la Afrika hili na ukanda huu wa Afrika Mashariki. Je, migogoro hii itaendelea kudumu mpaka lini? Bila shaka tumekuwa tukizungumza mataifa mengi ya Afrika ambayo yana rasilimali nyingi yamekuwa yakikumbwa na machafuko endelevu, lakini wahanga wakubwa wamekuwa wananchi wale wa kawaida, kwani shughuli nyingi za kiuchumi zinasimama, lakini pia uzalishaji mali unakuwa mdogo zaidi. Wanufaika wanakuwa wale wenye nguvu ya kuendelea kuzalisha hata ukiwa hakuna utulivu. Nini maoni yako kwenye orodha hiyo, na Sudani kama taifa la Afrika kutajwa kuwa taifa la kwanza kati ya mataifa 20 ambayo yapo katika hali ya dharura kutokana na ongezeko ya migogoro? Hii inatoa tafsiri gani? Hebu shiriki nasi kwenye maoni hapa.